السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. مشاهدون الكرام، ndugu wapenzi watazamaji, lakini pia wana darsa wenzangu, tunaendelea na darsa yetu ya usulul fiqhi, na leo tutaanza halil kufaru mukhatabuna bi furu'i sharia. Je, makafiri na wao ni wenye kuhutubiwa na matawi ya sheria? Manake kuna usulu sharia, kuna misingi ya sheria na kuna furu'u sharia. Misingi ni kutakiwa mtu kutamka shahada mbili, ndio mfano wa misingi ya kisheria. Lakini furu'u ni mtu kutakiwa kuswali, kutoa zaka, kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hizo zinaitwa furu'u sharia. Sasa zinapokuja hukumu ndani ya Qur'ani au katika sunna, zinatutaka sisi Waislamu kufanya baadhi ya mambo. Je, makafiri nao wanahutubiwa na nususi hizo? Ndio somo tunalolisoma leo. Halil kufaru mukhatabuna bi furu'i sharia. Je, makafiri nao wanahutubiwa na matawi ya sheria? Wanawajibika kuswali pamoja na ukafiri wao? Wanawajibika kutoa zaka pamoja na ukafiri wao? Wanalazimika kwenda haji pamoja na ukafiri wao? Ndio furu'u sharia. Ikhtalafa al-ulama'u fi dhalika ala thalathati aqwal. Wamekhtalafiana wanawazuoni katika hilo juu ya kauli tatu. Al-awwalu, kauli ya kwanza, wapo wanawachuoni wanaosema annahum ghairu mukhatabina bi furu'i shari'ati mutlaqa, kwamba wao makafiri si wenye kuhutubiwa na matawi ya sheria moja kwa moja. Liannaha la tasihu minhum, kwa kuwa kuna baadhi ya sheria haziswihi kwao, fi hali al-kufri, kuzitekeleza katika hali ya ukafiri. Idh la budda min sabqi al-imani, ambapo hapana budi sheria hizo zitanguliwe na imani. Kwanza waamini, watamke shahada mbili, ndio wafanye sasa hayo mambo ya furu'u sharia. Waliannahu la yajibu qada'uha ba'da al-islam, na kwa kuwa hayo mambo ya furu'u sharia sio wajibu kuyalipa baada ya kuwa mtu ameingia katika Uislamu. Fala faidata fi taklifihim biha, basi ikiwa mtu anapoisilimu akaingia katika Uislamu halipi yale yaliyomfutu alipokuwa kafiri, basi hakuna faida ya kukalifishwa kwao kutenda mambo hayo kabla ya kuingia katika Uislamu. Hiyo ndio hoja yao. Yani kafiri anapokuwa katika hali ya ukafiri, then akaja akasilimu, haambiwi zilipe zile swala ulizoziacha kabla ya kuingia katika Uislamu. Haambiwi hivyo. Sasa ikiwa haambiwi kulipa, basi hakuna faida ya kukalifishwa kwao kufanya hizo furu'u sheria katika hali ya ukafiri. Huo ni msimamo wa kwanza. Wapo wanawazuoni wanasema annahum ghairu mukhatabina bi furu'i shari'ati mutlaqa, hawahutubiwi na matawi ya sheria moja kwa moja. Lakini kauli ya pili, annahum mukhatabuna biha mutlaqa, ni kwamba makafiri ni wenye kuhutubiwa na hizo furu'u sharia moja kwa moja, bidalili shar'i wal fi'li, kwa dalili ya sheria na kwa dalili ya kivitendo. Lakini wakasema hapo kuna tasfih, kuna tashif, pamekosewa kuwekwa fi'li, litakiwa iwekwe al-aqli, bidalili shar'i wal aqli, kwa dalili ya sheria na kwa dalili ya akili, kwamba makafiri pia na wao ni wenye kuhutubiwa na furu'u sharia, yale matawi ya sheria moja kwa moja. Amma shar'u, ama dalili ya sheria, fali qawlihi ta'ala, ni kauli yake Mwenyezi Mungu mtukufu,
aliposema ma salakakum fi saqara, ni nini kilichokuingizeni nyinyi motoni? Kauli hii atawauliza makafiri waliomo motoni, ma salakakum fi saqar, ni nini kilichokuingizeni motoni? Qalu, watasema lam naku minal musallin, hatukuwa ni wenye kuswali, na swala ni katika furuu sharia. Walam naku nut'imul miskin, na hatukuwa tukiwalisha maskini, kulisha maskini ni katika furuu sharia. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, na tulikuwa tukihemkwa pamoja na wenye kuhemka. Unaona Kwa hiyo utaona makafiri watajibu hawakuwa ni wenye kuswali, na kuswali ni furuu sharia. Watajibu hatukuwa tukiwalisha maskini, na kulisha maskini ni katika furuu sharia, matawi ya sheria. Kwa hiyo kumbe makafiri ikiwa wataadhibiwa kwa kutokuswali na kutokuwalisha maskini, basi na wao mukhatabuna bi furuu sharia, ni wenye kuhutubiwa na matawi ya sheria. Hiyo ni dalili ya sheria, dalili ya kisheria hiyo. Wa amma al-aqlu, na ama dalili ya kiakili, fali annahu la yamtani'u, ni kwa kuwa yo haiziwiliki, anta amura abdaka bi ashiya'i, haiziwiliki kumwamrisha mtumwa wako kufanya mambo mengi. Yani unamwajibishia afanye vitu vingi. La yamtani'u anta amura abdaka bi ashiya'i tujibuha, haiziwiliki kumwamrisha mtumwa wako kufanya vitu vingi utakavyo muwajibishia, tujibuha alaihi, utakavyo muwajibishia. Watashtaritu taqdiman ba'dhuha, na ukamwekea sharti la kutanguliza baadhi ya hivyo vitu ulivyomuwajibishia, kwamba hivi vyote nimekuwajibishia wewe, lakini utaanza na hili. Ukaweka sharti hilo. Wakalmuhdithi, na kama vile tu mwenye kuhuduthi, yu'maru bisalati, anapoamrishwa kuswali. Kwani mtu mwenye hadathi anapoamrishwa kuswali hawezi kuswali mpaka atawadhe? Ndio hivyo kafiri anapoambiwa aswali hawezi kuswali mpaka asilimu. Kwa hiyo kamwekea masharti kwamba utaanza na hili kisha utafuatia na hili. Kama vile tu mwenye kuhuduthi, yu'maru bisalati, anapoamrishwa kuswali. Wa faida tutaklifihim biha, na faida ya kukalifishwa kwao kufanya hizo furuu sharia, annahu law mata al-kafiru, ni kwamba lau atakufa kafiri, uqiba alaiha, ataadhibiwa juu ya kuacha hizo furuu sharia. Wa dhu'ifa lahu al-adhabu, na ataunganishiwa adhabu. Wa innama lam yajibu qada'uha, na hakika si vinginevyo haikuwajibika kwao kulipa yale yaliyowafutu katika hali zao za ukafiri, targhiban fil islami, ni kwa sababu tu ya kuwafanya wapende kuingia katika Uislamu. Lau wangekuwa wanaambiwa ukisilimu unaanza kulipa zile swala za miaka 30 iliyopita, ungekuwa na uzito kwao kuingia katika Uislamu. Kwa hiyo wakaambiwa huwezi kulipa, kwa ajili ya kuwafanya wapende kuingia katika Uislamu. Wali anna al-islam yajubu ma qablahu, na kwa kuwa Uislamu unafuta yale yote yaliyofanyika kabla ya Uislamu. Mtu kafanya mambo mabaya kabla ya kuingia katika Uislamu, akishatamka shahada mbili tu, yote yale yanafutwa. Wa hadha alqawlu almukhtar, na kauli hii ndio kauli iliyochaguliwa, ndio kauli yenye nguvu. Athalithu, kundi la tatu, annahum mukhatabuna biha fi nawahi duna la awamir. Wako wanawazuoni wanasema makafiri ni wenye kuhutubiwa na hizo furuu sharia katika makatazo kinyume na maamrisho. Wanahutubiwa kwenye kuacha pombe, wanahutubiwa katika kuacha zina, wanahutubiwa katika kuacha kula riba. Kwenye makatazo wanahusika na furuu sharia kinyume na maamrisho. Waqalu, na wakasema hawa wanawazuoni wa kundi la tatu, la maana likauni al-imani shartan shar'iyya litarki zina au sihhatu, hakuna maana ya kuwa imani ni sharti ya kisheria kuacha zina au kuswihi kwake. Hakuna maana. La maana likauni al-imani shartan shar'iyya litarki zina au sihhati, hakuna maana yoyote kuwa imani ni sharti ya kisheria ya kuacha zina au kuswihi kwa zina. Hata kama huna imani, wewe unatakiwa uache zina, unatakiwa uache pombe, unatakiwa uache riba. Hakuna maana kuweka sharti eti mpaka uingie katika Uislamu ndio uweze kuacha yale makatazo. Hili ni kundi la tatu, na leo tutaishia hapa, lakini darasa itakayofuatia
tutakuja kusoma shurutul fi'li almukallaf bihi, masharti ya tendo la yule mwenye kukalifishwa, yani mtu ambaye kafikia balighi, ana akili timamu, namna anavyokalifishwa na sheria. Tutakuja kuangalia shuruti zake. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atufaidishe na haya masomo tunayosoma, lakini kubwa zaidi thawabu hizi azifikishe kwa wazazi wangu, mama yangu Bi Zainab pamoja na baba yangu Mzee Ramadhan. Lakini usiache kusubscribe katika chaneli yetu ya Masjid Zainabu Nyashishi, kwani utakapo subscribe utakuwa ni mtu wa kwanza kupata notification na utaendelea kupata faida kama hizi. Wallahu waliyu tawfiqi, wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.